Haleluya, haleluya. Hakika Bwana ametukuka sana. Mungu ainuliwe, Mungu atukuzwe kwa sababu ya upendo wake, kwa sababu ya nguvu zake, mamlaka yake na uwezesho wake na udhihirisho wake ndani ya maisha yetu. Ni wiki njema, wiki iliyo bora, wiki iliyo nzuri, wiki ya kipekee sana, wiki ambayo imejawa na ushindi, nguvu za Mungu. Ni wiki ambayo Bwana amefanya, ni wiki ambayo Bwana amekusudia mengi sana juu yetu, juu ya maisha yetu. Amekusudia yaliyo bora, yaliyo mazuri, na hakika mioyo yetu inamtukuza sana. Ni wiki ambayo hatukutarajia wala hatukutegemea kama tungeweza kufika ama kama tungeweza kuiona, lakini kwa sababu ya rehema na neema zake Mungu tumeweza kuiona. Ndugu yangu mpendwa katika Kristo, ninasema ya kwamba tuungane wote kwa pamoja kumwambia Mungu asante kwa namna ambavyo ametujalia kuiona wiki njema, wiki la baraka, wiki la kustawi, wiki la kuona yaliyokusudiwa na Mungu katika maisha ya kwetu, katika maisha ya ndugu zetu, jamaa zetu, marafiki zetu, kwa kwenye biashara zetu. Ni wiki ambayo Bwana amekusudia. Hebu ingia tu kwa dakika 2, mwambie tu Bwana asante, mwambie ninakushukuru hata ukustahili hata kuiona wiki hii, lakini yeye amekusudia umeiona. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru, ninakutukuza. Asante kwa sababu ya upendo wako, asante kwa sababu ya neema na rehema zako, asante kwa kuniwezesha, asante kwa kunisaidia, asante kwa kunitetea Bwana, asante kwa kuwa mwema kwangu, asante kwa jinsi ambavyo umenisaidia kuiona wiki hii. Kwangu mimi naona ni ishara na maajabu makubwa sana ndani ya maisha ya kwangu. Mimi ni nani Bwana? Ni kwa huruma zako tu Yesu, ni kwa huruma zako tu Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninakushukuru, ninakutukuza. Asante Yesu kwa upendo wako, asante Yesu kwa sababu ya nguvu zako, asante Yesu kwa sababu ya upendo wako, asante kwa ulinzi wako, asante kwa kunitunza mpaka kufikia siku ya leo. Mungu ninakushukuru. Neno lako linasema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Asante kwa wema wako ulioonyesha kwangu, asante kwa fadhila zako ulizozionyesha kwetu. Umetulinda watoto wako, hatukutegemea wala hatukutarajia kama tungeiona siku ya leo, lakini kwa nguvu zako tumeiona, kwa huruma zako tumeiona, kwa fadhila zako tumeiona. Baba ninakushukuru, Baba ninakutukuza. Pokea shukrani zetu e Bwana, pokea shukrani zetu e Bwana, kwa namna ambavyo umetupa neema ya kuitazama siku ya leo. Ninakushukuru Baba, ninakutukuza Yesu. Wewe uinuliwe, wewe utukuzwe, kwa kuwa wewe ni mwenye huruma nyingi, kwa kuwa wewe ni mwenye fadhila nyingi. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu kwa sababu ya upendo wako, asante Yesu kwa sababu ya fadhila zako, asante Yesu kwa sababu ya nuru yako iliyoangaza juu yetu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninakushukuru Yesu, ninakushukuru Baba yangu, ninakushukuru Mungu wangu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba asante Yesu, asante, asante Yesu, asante Yesu, asante kwa sababu ya upendo wako, asante Yesu kwa sababu ya fadhila zako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninaliinua na kulitukuza jina lako, ninaliinua na kulitukuza jina lako. Uinuliwe Yesu, tukuzwe Yesu, uinuliwe Yesu, tukuzwe Yesu, kwa sababu ya upendo wako mkuu ndani yetu, kwa sababu ya upendo wako mkuu kwenye maisha yetu. Ninaliinua na kulimidi jina lako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Oh, sifa na utukufu ni zako Bwana, sifa na heshima ni zako Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante Yesu kwa kututunza, asante Yesu kwa kutupigania, asante Yesu kwa kuwa mwema ndani ya maisha yetu, katika jina la Yesu. Umenilinda ukaniepusha na kila aina zoruba, ukaniepusha na kila aina hali ya kipepo, kila aina hali ya kichawi, ukaniepusha na kila aina changamoto. Nami ninakushukuru Bwana, nami ninakushukuru Yesu. Pokea shukrani zangu, pokea shukrani za moyo wangu, zipokee Bwana, zipokee Yesu, zipokee shukrani zangu, zipokee shukrani zangu.
katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Baba ninakushukuru, Baba ninakushukuru, Baba ninakushukuru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wa Mungu, tunapoenda kusogea mbele za Mungu, tunaenda kuomba kwa habari ya kumwambia Mungu, wiki hii tunaomba tustawi. Wiki ya kustawi ni wiki ya kustawi. Nami nitastawi wiki hii, nami nitastawi wiki hii. Unaweza tukajiambia, ukajitamkia hayo maneno, kwa sababu kujitamkia maneno mazuri ni ishara ya kwamba ni umetamani yale mema yaweze kuwepo ndani ya maisha ya kwako. Ndio maana ninakuambia kwamba sema, nami nitastawi wiki hii, nami nitastawi wiki hii. No matter what, but this week lazima ukastawi, kwa sababu Mungu anapenda watoto wake wastawi. Ni Mungu wa maendeleo, ni Mungu wa ustawi, ni Mungu wa mafanikio, ni Mungu wa mema. Kwa hiyo kama ni Mungu wa mema, uwe na uhakika kabisa ni lazima na wewe uweze kustawi, ni lazima wewe uweze kuona yale maendeleo kwenye maisha ya kwako. Kwa hiyo ni lazima tumuombe Mungu, tumwambie Mungu kwamba wiki hii tunahitaji kustawi, wiki hii tunahitaji kuinuka, wiki hii tunahitaji tustawi kwenye kila eneo, iwe kwenye biashara, iwe kwenye elimu, iwe kwenye uchumi, iwe kwenye ofisi yako, iwe kwenye huduma, iwe kwenye afya. Ni lazima tumwambie Mungu atusaidie ili wiki hii tustawi. Ndio maana nakwambia kwamba nami wiki hii nitastawi. Soma kitabu cha Zaburi mlango wa 1 mstari wa 3, anasema naye atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. So that alika wiki hii mimi lolote nitakalolifanya, lolote nitakalolitenda, ni lazima lifanikiwe, ni lazima lifanikiwe. Kwa hiyo naye atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Kwa hiyo Mungu kama Mungu wetu ni Mungu wa mafanikio. Anapendezwa kuona watoto wake wakikua, anapendezwa akiona kwamba unaendelea mbele, so unabaki pale pale. Anapendezwa akiona unatimiza lile kusudi aliloliweka ndani mwako. Anapendezwa akiona unavyotimiza yale maono yaliyopo ndani mwako. Haijalishi wiki iliyopita ilikuwa na changamoto gani. Mimi natamani kuambia kwamba wiki hii tunaingia kwa imani, tukiamini kwamba Mungu atatufungulia milango mipya, atabariki kazi ya mikono yetu na kutupa neema ya kustawi katika kila eneo la maisha ya kwetu. Kustawi ni zaidi ya mali. Kustawi ni zaidi ya mali, ni kuona mkono wa Mungu ukileta maendeleo katika maisha ya kiroho, afya, familia, huduma, kazi, biashara na mipango yote ulio nayo wiki hii. Kwa hiyo tuweke tumaini kwa Mungu kwamba yeye atatupa kustawi ndani ya wiki, atatupa kuinuka ndani ya wiki, atatupa kustawi ndani ya wiki. Na ukisoma kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 8, anasema abarikiwe mtu yule anayemtumaini Bwana, hata koma kuzaa matunda. Abarikiwe mtu yule anayemtumainia Bwana. Kwa hiyo kama mimi ninamtumainia Bwana, niwe na uhakika kabisa lazima nistawi. Kwa jambo la kwanza la maisha ya mtu ambaye anahitaji kustawi ni lazima amtumainie Bwana. Ni lazima aweke tumaini kwa Mungu. Kwa hiyo kama utaweka tumaini kwa Mungu, ni uhakika, ni ishara ya kwamba kuna ustawi ambao umeutaka kwenye maisha ya kwako. Kuna ustawi ambao umeutaka kwenye maisha ya kwako. Yeremia 17:7-8 amesema, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake, maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji,
uenedhao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Kwa hiyo mimi sitaacha kuzaa matunda wiki hii, kwa sababu Mungu amenibariki. Kwa hiyo kwa nini amenibariki? Kwa sababu ninamtumaini. Kwa ili tuweze kuona matumaini, ili tuweze kuona kustawi, ili tuweze kuona kuinuka, ni lazima sisi tuweze kumtumainia na kumtegemea Mungu. Yoshua 1:8, ndipo utakapofanikiwa katika njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Kwa hiyo njia zetu wiki hii tutafanikiwa sana na tutastawi sana. Hatutafanikiwa tu, lakini tutastawi, kwa sababu kustawi ni kuonekana kwamba kuna namna umeng'aa, kuna namna umeinuka, kuna namna ambavyo umepiga hatua, kwa sababu kuna kufanikiwa na kustawi. Unaweza ukafanikiwa na usistawi. Kwa hiyo Mungu yeye atatufanikisha na kustawi kwetu, na ndio maana ukienda kusoma kwa nini nasema kwamba Mungu anapenda sana sisi tustawi. Ukisoma kitabu cha Yohana, waraka wa 3 wa Yohana mlango wa 1 mstari wa 2, anasema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya. Ufanikiwe katika mambo yote ni upendo wa Mungu, ni matamanio ya Mungu, ni kiu ya Mungu pia, akiona mimi na wewe tunastawi, tunafanikiwa. Na ndio maana anasema mpenzi, ninaomba ufanikiwe katika mambo yako yote. Kwa hiyo mambo yangu ya kiroho na mambo yangu ya kimwili, iwe ofisini nifanikiwe, niwe sehemu popote nifanikiwe. Kwa hiyo yeye amesema wiki hii tukastawi, wiki hii tukastawi. Kwa hiyo kama amesema wiki hii tukastawi, uwe na uhakika ni lazima ustawi, mtu wa Mungu, na inawezekana ukastawi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa sababu Mungu amekusudia mema. Bwana atakufanya kuwa kichwa na wala sio mkia, kwa sababu yeye amekusudia wiki hii wewe ukawe kichwa, wiki hii wewe ukastawi. Ndio maana anasema mimi ni Bwana Mungu wako nikufundishaye ili upate faida. Kwa hiyo wiki hii yeye atatufundisha tupate faida, atatufundisha namna ya kustawi, atatufundisha namna ya kupata faida. Kama tulipata hasara wiki iliyopita, wiki hii atatufundisha namna ya kupata faida, atatufundisha namna ya kuwekeza vizuri, atatufundisha namna ya kufanya kazi kwa ubora, kwa sababu yeye amekusudia yaliyo makuu juu yetu wiki hii. Hebu tuingie mbele za Mungu na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya neno la uzima. Ninakushukuru kwa sababu ya neno lako ambalo limetutia moyo ya kwamba wiki hii itakuwa ni wiki ya kustawi, ni wiki ya kustawi, ni wiki ya kustawi katika kila eneo, kwa sababu Mungu wewe unapenda kuona watoto wako wakifanikiwa, watoto wako wakiendelea mbele, watoto wako wakipiga hatua, watoto wako wakisonga mbele kwenye maisha yao, kwenye kazi zao. Asante Yesu, kwa sababu wewe umekusudia mema, umekusudia mazuri ndani ya maisha yetu. Nami ninaja mbele zako Bwana, ninaomba neema yako, ninaomba neema ya kustawi katika kila eneo la maisha yangu wiki hii. Ninaomba neema ya kustawi katika kila eneo la maisha yangu wiki hii, katika jina la Yesu. Ninaomba neema ya kustawi katika kila eneo la maisha yangu wiki hii, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaomba hiyo neema ya kustawi wiki hii, ninaomba hiyo neema ya kustawi wiki hii, ninaomba hiyo neema ya kustawi wiki hii katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninaomba hiyo neema ya kustawi wiki hii Bwana, ninaomba hiyo neema ya kustawi wiki hii Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaomba neema ya kustawi wiki hii, ninaomba hiyo neema ya kustawi wiki hii Bwana, ninaomba neema ya kustawi wiki hii Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaomba neema ya kustawi wiki Bwana, ninaomba neema ya kustawi wiki Jehova katika kila eneo la maisha yangu. Ninaomba neema ya kustawi Jumatatu, ninaomba neema ya kustawi Jumanne, neema ya kustawi Jumatano, neema ya kustawi Alhamisi na Ijumaa, neema ya kustawi Jumamosi na Jumapili, katika masaa yote ya wiki Bwana. Ninaomba neema ya kustawi katika sekunde zote, dakika zote Bwana, neema ya kustawi katika maisha yangu wiki Bwana, katika jina la Yesu, kama ulivyosema ya kwamba
katika neno lako ya kwamba penzi, ninaomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya katika jina la Yesu. Neema ya kustawi wiki hii, neema ya kufanikiwa wiki hii, neema ya kuona mema yako wiki hii, neema ya kuona kupiga hatua wiki hii katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Neema hiyo ya kuendelea wiki hii, hiyo neema ya kuendelea wiki hii, hiyo neema ya kulifikia lile kusudi wiki hii katika jina la Yesu. Ninaomba Bwana unisaidie wiki hii nikastawi, mambo yangu yote Bwana yakapate kustawi wiki hii, yakapate kuinuka wiki hii, kila jambo lolote Bwana la kwangu wiki hii Bwana likapate kustawi, likapate kustawi katika jina la Yesu. Mwambie tu Bwana, ninaomba nikastawi wiki hii. Mwambie tu kwa imani, yeye anasikia. Mwambie Bwana, nisaidie wiki hii nikapate kustawi, wiki hii nikapate kustawi kwenye eneo lolote lile ambalo unatamani kumuona Bwana. Mwambie Mungu, ninaomba unisaidie wiki hii nami nikastawi, wiki hii nami nikastawi, maana Mungu amekusudia jambo jipya, Mungu amekusudia jambo jipya katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Baba yangu nisaidie wiki hii nami nikastawi, wiki hii nami nikastawi, wiki hii nami nikastawi katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Ninaomba unisaidie Bwana, ninaomba unisaidie Bwana, wiki hii nikapate kustawi, wiki hii nikapate kustawi, wiki hii nikapate kustawi katika kila eneo la maisha yangu katika jina la Yesu, kwa kuwa wewe ni Mungu wa maendeleo, ni Mungu wa mafanikio, ni Mungu wa kuinua watoto wako. Nisaidie Bwana, tusaidie Bwana, saidie kila mmoja kwa nafasi yake. Saidie Bwana, mpe neema ya kustawi wiki, mpe neema ya kustawi wiki katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Nisaidie Baba yangu, nisaidie Mungu wangu, nisaidie Mfalme wa falme, nisaidie Jehova, nikapate kustawi wiki, nikapate kupiga hatua wiki katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Nisaidie Baba yangu, nisaidie Mfalme wa falme katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninaomba Bwana uniwezeshe nikastawi wiki hii, niwezeshe Bwana katika maisha yangu yote wiki hii nikastawi. Mwezeshe mtu mmoja mmoja katika jina la Yesu. Pray man of God. Omba mbele za Mungu, mwambie Bwana, nisaidie mimi na familia yangu, mimi na kazi yangu, mimi na wafanyabiashara wenzangu, mimi na ndugu zangu nikastawi wiki. Tunahitaji tukastawi wiki katika huduma, mimi na watumishi wangu nikastawi wiki, tukastawi wiki Bwana. Mwambie tu yeye anasikia, mwambie Bwana nisaidie, mwambie Bwana nisaidie wiki nikapate kustawi, wiki nikapate kustawi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Niwezeshe Bwana wangu, nisaidie Mungu wangu wiki nami nikapate kustawi, wiki nami nikapate kustawi katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Bwana wa majeshi, ninaomba uthibitishe ile kazi ya mikono yangu Bwana na uzifanikishe. Ninaomba uthibitishe Bwana ile kazi yangu, ile biashara yangu, ile kazi yangu ninayoifanya Bwana, uithibitishe na kuifanikisha wiki hii katika jina la Yesu. Mwambie tu yeye anasikia, mwambie Baba yangu, ninaomba uithibitishe kazi yangu, uithibitishe ile kazi yangu. Mwambie tu ninaomba uithibitishe Baba yangu. Mwambie ninaomba uithibitishe hiyo kazi ya mikono yangu. Mwambie aithibitishe hiyo ajira yako unayofanya, athibitishe kwenye hiyo ofisi ambao unafanya kazi. Mwambie Bwana, naomba uthibitishe na unifanikishe. Kama ni mhasibu, mwambie ifanikishe. Kama ni mfanyabiashara, mwambie ifanikishe. Kama ni daktari, kama ni injinia, kama hata unafanya kibarua sehemu fulani, kama ni mjasiriamali, mwambie Bwana ithibitishe hii kazi yangu ya wiki hii, tena uifanikishe kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Ni ombi langu Bwana, ni ombi langu Bwana ya kwamba kazi yangu ukaithibitishe, kazi ya mikono yetu Bwana ukaithibitishe wiki, ukaithibitishe wiki, ukaithibitishe wiki katika jina la Yesu, sawa sawa na neno lako Bwana la kitabu cha Zaburi 90:17 ya kwamba Bwana na uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu
uwe juu yetu, na kazi ya mikono yetu utufanyie thabiti. Naam, kazi ya mikono yetu uithibitishe Bwana, kazi ya mikono yetu uithibitishe wiki hii Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mwambie tu Bwana, ithibitishe kazi yangu, ithibitishe biashara yangu, haijalishi ni ndogo au ni kubwa, haijalishi huko kwenye cheo gani. Mwambie Bwana ithibitishe, mwambie Bwana ithibitishe hii kazi ninayofanya, mwambie Bwana ithibitishe, mwambie Bwana ithibitishe katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Oh my God, my God, my Father, ninaomba uithibitishe ile kazi ninayoifanya, uithibitishe mikononi mwako, uithibitishe mikononi mwako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninaomba uithibitishe baba yangu, ninaomba uithibitishe baba yangu katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Bwana, Bwana, ninaomba unifungulie milango ya baraka, fursa na mafanikio wiki hii. Ninaomba unifungulie hizo baraka na mafanikio mema wiki hii katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Wale wateja, wale wafanya kazi ambao Bwana umekusudia kunikutanisha nao, kila mmoja uliokusudia kunikutanisha nao kwa lengo la mimi kuona mema, kwa lengo la mimi kuona baraka, Bwana ukanifungulie hiyo milango Bwana ya kukutana na watu wako wiki, ya kukutana na watu wako wiki katika jina la Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninapinga kila kikwazo kinachozuia kustawi kwangu, kinachozuia kustawi kwangu, kiondoke katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila kikwazo ninakiamuru kiondoke, kila kikwazo ninakiamuru kiondoke katika jina la Yesu. Kikwazo chochote, kikwazo maneno, kikwazo tabia mbovu, kikwazo uovu, ninaamuru kiondoke, ninaamuru kiondoke kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila kikwazo kinachozuia kustawi kwangu, kinachozuia kustawi kwetu kwenye eneo lolote la maisha yetu, ninakiondoa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kikwazo kinachoinuka, kikwazo kinachonizuia ili mimi nisistawi, ili mimi nisiinuke, kwa damu ya Yesu ninakiondoa kwa jina la Yesu. Isaya 45 mstari wa 2, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo parusa, nitavunja vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na ninavunja kila ukuta, ninavunja kila ukuta, ninapasawazisha mahali popote ambako imekuwa mlima ya kuzuia mafanikio yangu, ya kuzuia kustawi kwangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kizuizi chochote ninakiondoa, iwe ni magonjwa, iwe ni tabia mbovu, iwe ni chochote kile ambacho kinasimama kama ukuta, kinasimama kama kizuizi, ninakiondoa kwa jina la Yesu, ninakiondoa kwa jina la Yesu, ninakiondoa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Bwana wangu, nifanye kuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, nizae matunda katika kila jambo jema, nizae matunda kwenye hiyo huduma, nizae matunda kwenye kazi yangu, nizae matunda kwenye ofisi, nizae matunda katika kazi ambayo Bwana umenipa, nizae matunda kwenye biashara yangu, nizae matunda kwenye kibarua changu, nizae matunda kwenye ajira yangu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mwambie Mungu akupe neema ya kuzaa matunda, ya kuzaa matunda wiki, ya kuzaa matunda kwenye hiyo biashara, ya kuzaa matunda kwenye hiyo ajira ulioajiriwa. Mwambie Bwana, nipe neema ya kuzaa matunda. Mwambie tu akupe neema ya kuzaa matunda, akupe neema ya kuzaa matunda kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Tupe neema ya kuzaa matunda Bwana, tuzae matunda yaliyo mema, tuzae matunda Jehova, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Neema ya kuzaa matunda, neema ya kuzaa matunda, neema ya kuzaa matunda wiki, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Katika kila jambo jema nisaidie Bwana, nizae matunda, maana umesema ya kwamba
naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya mto, Bwana, na ukasema naye atazaa matunda, kila atakalolifanya litafanikiwa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mahali popote nitakapopita wiki hii nikafanikiwe, iwe kwenye huduma, iwe kwenye eneo lolote nikafanikiwe. Mwambie tu Mungu, popote utakapopita, chochote utakachokifanya, mahali popote utakapopita, ukazae matunda, uzae lililo jema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Naomba neema ya kuwa kichwa na si mkia Bwana, wiki Bwana, katika kila jambo nitakalolifanya nikawe kichwa Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana wa majeshi, nipe hekima ya kusimamia vizuri baraka na fursa unazonipa wiki, baraka na fursa unazonipa wiki. Naomba neema, mwambie kujalie neema na hekima ya kuweza kusimamia, neema na hekima ya kuweza kuzisimamia hizo baraka ambazo Bwana ataziachilia kwako wiki hii kwenye maisha ya kwako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Ninaomba unijalie hiyo neema, ninaomba unijalie hiyo neema, ninaomba unijalie hiyo neema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, hiyo neema ya kusimamia kwa ubora, kwa uzuri, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Nami nitastawi kiroho, nami nitastawi kimwili, kifedha, na katika huduma yangu nitastawi kwa jina la Yesu, nitastawi kwa jina la Yesu, nitastawi kwa jina la Yesu. Yesu Kristo, nisaidie wiki hii Bwana, nikastawi sawa na mapenzi yako, nikastawi sawa na mapenzi yako na si kwa mapenzi yangu. Kwenye eneo lolote nikaone kustawi, nikaone kustawi. Mwambie Bwana, kwenye eneo lolote nikaone kustawi. Wajalie watoto wako Bwana, wape neema ya kustawi kwenye eneo lolote, katika mazingira yote yale, wape neema ya kustawi, wape neema ya kustawi, wape neema ya kustawi, wape neema ya kustawi katika jina la Yesu. Hiyo neema ya kustawi, hiyo neema ya kustawi, hiyo neema ya kuinuka, hiyo neema ya kutawala, hiyo neema ya kutawala, hiyo neema ya kustawi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Wajalie Bwana, wajalie Bwana, wajalie Bwana kwa damu ya Yesu Kristo, 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 katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana wa majeshi, tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, katika jina la Yesu. Bwana, niongoze katika njia zitakazoniletea faida na maendeleo Bwana, maana umesema ya kwamba mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye uweze kupata faida. Ninaomba Bwana, niongoze katika njia ambazo zitaleta faida, ambazo zitaleta kuinuka, ambazo zitaleta mema, ambazo zitaleta baraka, ambazo zitaleta mafanikio kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Nisaidie Bwana, nisaidie Yesu, nisaidie Baba yangu, nisaidie Mungu wangu. Niongoze Bwana katika njia ambazo zitaleta mema, niongoze Bwana katika njia ambazo zitaleta mafanikio kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nisaidie Baba yangu, nisaidie Mungu wangu, nisaidie Jehova, nisaidie mfalme wa falme, nisaidie kimbilio langu, nisaidie Adonai, nisaidie Jehova, katika jina la Yesu. Niongoze Bwana, niongoze Bwana, niongoze katika zile njia zitakazoleta mema, niongoze katika zile njia zitakazoleta mafanikio, niongoze katika zile njia zitakazoleta kustawi kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Nisaidie Adonai, nisaidie Adonai, nisaidie Jehova, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, maana umesema hatua za mtu zaongozwa naye Bwana. Hatua zangu ukaziongoze katika yale mema, ukaziongoze katika yale mazuri, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Ninatangaza kuwa wiki hii nitauona wema wa Mungu na matunda ya ustawi wake katika maisha yangu. Wiki hii nitauona wema wa Mungu na kila eneo nitastawi wiki hii. Ninakutangazia wiki hii ukastawi kwa jina la Yesu. Ninakutangazia wiki hii ukastawi kwa jina la Yesu. Ninakutangazia kwamba wiki utastawi
Kama wengi watastawi wiki, na ukaende kustawi. Kama wengi watastawi kwenye biashara zao, na ukastawi kwenye biashara yako. Kama wengi watapiga hatua, na ukapiga hatua maradufu. Kwa jina la Yesu ninakutangazia kwamba wiki utastawi, wiki utainuka, wiki utaona mema, wiki utaona baraka, wiki utaona mazuri, wiki utaona matumaini mengi kwenye maisha yako. Wiki utaona yaliyokusudiwa juu yako katika jina la Yesu. Wiki ya utakuwa wa kawaida, wiki ya utabaki pale pale, wiki ya utabaki pale pale, bali utainuka. Wiki utakamilisha yaliyo yako, wiki utakamilisha lile kusudi lako, wiki kwa jina la Yesu Kristo. Kwa kuwa Mungu wetu ni Mungu wa maendeleo, atakupa kuendelea wiki. Kwa kuwa ni Mungu wetu ni Mungu wa kustawi, atakustawisha wiki kwa jina la Yesu. Iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye elimu, iwe ni kwenye ofisi yako, iwe ni kwenye kazi yako, iwe ni kwenye kibarua chochote ufanyacho, ninasema wiki Mungu atakustawisha, Mungu atakuinua, Mungu atakupa kustawi, Mungu atakupa kustawi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu. Asante Yesu kwa sababu wiki tutastawi. Asante Yesu kwa sababu wiki tutaendelea, wiki tutaona mengi mazuri. Repaseketeriaka, rebosheketeriaka ndoriaba, remaseketeriaka, reketeriaka ndoriaba. Bwana tupe neema ya kustawi wiki kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana akupe kustawi katika juma hili zuri, juma hili la baraka, juma hili la neema, juma hili la nguvu za Mungu, likakupe wewe kustawi na familia yako, wewe na watoto wako, wewe na ndugu zako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Yesu kwa upendo wako. Amen. Mungu akubariki na Mungu akuinue sana, mtu wa Mungu. Amen.